Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa katika hanga zima kabisa, ambako unafahamu ya kwamba busara na hekima, huku kuna kanuni na taratibu zinapaswa kutumika, ndio vitu ambavyo vinavutana kwa sasa. Ni katika mchezo wa dabi ya Kariakoo wa Machi 8 mara baada ya bodi ya ligi kuweza kutangaza kuweza kuahirisha mchezo huo. Kuna mambo ambayo yameweza kujili leo hii uko kasi, ambapo wameweza kutoa tathmini ya kile ambacho wao wameweza kukiona katika sakata hili, huku wakiweza kueleza baadhi ya mambo ambayo nimekusogezea hapa, ambao utakwenda kujua yameweza kujili kutoka uko shirikisho la soka barani Afrika juu ya kile ambacho kimelipotiwa na mahakama ya usuluhishi ya kimichezo. Nazungumzia kasi ambayo inapatikana pale nchini Uswizi, ambako Young Africans wamepeleka malalamiko yao juu ya kudai alama 3 na kile ambacho kilichoweza kutokea katika mchezo huo, huku akitaka kila kitu kiweze kudhibitiwa ili iwe fundisho kwa mara nyingine tena. Sasa ni yapi hayo ambayo wameweza kujili? Ni haya hapa, ila kabla tujiendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba taarifa ni nyingi ambazo zitakuwa zimekupita hizi na nyinginezo. Sasa hilo usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kuwa na muendelezo mzuri kabisa wa kupata taarifa zetu kwa wakati, saa 24 pindi ambapo zikijili unakuwa na uhakika wa kuweza kuwabalika. Kikosi cha Young Africans ambacho kwa sasa kinaombwa busara zao kupitia viongozi wao ziweze kutumika kwa hili ambalo linaloendelea, lakini ni kama kikosi cha Young Africans wao wamekaza kweli kweli juu ya yale ambayo yanayoendelea. Ukiweza kushuhudia klabu ya soka ya hapa nazungumzia ya Yanga, wao wanataka kuweza kuona pointi 3 na magoli 3, ndio kitu ambacho kinachopatikana. Mambo ya busara kwao, wanataka kanuni ziweze kusimama, ambapo kwa siku ya jana kulikuwa kuna kikao cha bodi ya ligi juu ya kujadili mwenendo wa sakata hili, na ikielezwa muda wote kutoka sasa lolote ambalo linaweza kutokea katika shirikisho la soka Tanzania TFF juu ya kile ambacho kinaitwa kutangazwa kwa tarehe ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo kila mmoja amekuwa akisubiri namna ambavyo atakwenda kushuhudia hayo maamuzi ya bodi ya ligi ambayo yatakwenda kutangazwa juu ya sakata hili, ambapo msemaji wa klabu ya Yanga zamani hapa nazungumzia Manala, yeye amefunguka na kusema ya kwamba aliyekuwa msemaji wa Yanga amesema kuna uzushi unaendelea kuwa serikali itaingia suala la dabi ya Kariakoo, ambapo imesisitiza hata wao wameshabaini wenye mamlaka ya mpira wamekosea, hivyo nao wamekaa pembeni, hawataki kuchonganishwa na wananchi, ikizingatiwa huu ni mwaka wa uchaguzi, kwamba serikali haitaki kubeba mzigo wa mtu, acha wahangaike nao wenyewe. Huu ni mwaka wa uchaguzi, serikali haiwezi kuingia mtego wa dabi, hawataki kuchonganishwa na wananchi, amesema Manara akiweza kufanya mahojiano ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, huku kila mmoja akisema ya kwamba huku Yanga wenyewe akisema ya kwamba kama mbwai na iwe mbwai. Tayari sakata lao na bodi ya ligi limeshatua kasi, ambapo kila mmoja akisema ya kwamba kile kinachokwenda kutokea ni maamuzi ambayo yatakwenda kufanyika yenye haki, huku kila mmoja akiweza kutupiana maneno kwa kile ambacho kinachoelekeza ni kwamba bodi ya ligi imekuwa ikiomba pengine watu wakae chini waweze kumalizana na hili ambalo linaloendelea, huku mwenyekiti wa bodi akisema ya kwamba wanaomba serikali iweze kuingilia katika hili pindi ambapo watapoweza kuhitaji kuwaomba serikali, basi watafanya hivyo ili kuweza kumalizana na hiki ambacho kinachoendelea, ikitajwa ya kwamba
busara itumike na sio kanuni, kwani kanuni ikifuatwa pengine anaweza kutokea. Ambapo bodi ya ligi kuu nchini Tanzania TPLB chini ya mwenyekiti wake hapa nazungumzia mzee Steven Mguto ameiomba klabu ya Young Africans kusitisha harakati za kufungua kesi katika mahakama ya masuala ya soka duniani. Nazungumzia CAS kuhusu kuishutumu bodi hiyo kwa kushindwa kusimamia vyema sheria na kanuni za ligi kuu. Bodi ya ligi inaomba klabu hiyo irudi mezani, wakae kwa pamoja, wamalize mzozo baina yao kwa busara na hekima. Bodi ya ligi imekiri kuna makosa yaliyotokea katika kuahirisha mchezo kinyume na taratibu, lakini wanaomba yafanyike majadiliano ya kutafuta suluhu kwa hekima na busara badala ya kanuni na sheria. Mpaka kufikia sasa klabu ya Young African Sport Club bado haijatoa ripoti maalum kuwa kama wapo tayari kufanya majadiliano na bodi ya ligi au la, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo kila mmoja amekuwa akiweza kuzungumza la kwake kuhusiana haya ambayo yanaendelea. Bodi ya ligi wao wamekaa kimya, lakini inaelezwa kwamba wenye mamlaka wamejitoa, wanatunisha misuli. Hii ni kauli ya Ricardo Momo akisema ya kwamba wenye mamlaka wamekaa pembeni kabisa, hawataki kuunganishwa kwenye haya masuala, kwani ni nyakati za uchaguzi ambapo inaelezwa hivyo. Lakini Ricardo Momo anasema kwamba tusizunguke, Simba walifanya makusudi kutopeleka timu, walijua walichokifanya, wataangukia hapa. Mpira wetu unaharibika kwa mambo ya namna hii, hakukuwa na sababu ya msingi mechi kutokuchezwa. Unaona bana, Ricardo Momo akiweza kuacha maoni yake kwa kile ambacho kimeweza kuendelea, ambapo bodi ya ligi yapanga kuhusisha serikali katika sakata hili. Ambapo mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Steven Mguto amesema kuwa endapo juhudi zao za kutatua sakata hili la mechi kati ya Simba na Yanga zitagonga mwamba, watalipeleka suala hilo kwa serikali ili kusaidia kupata suluhisho la haki. Katika mahojiano na Mwananchi Digital, Mguto amefafanua kuwa lengo kuu ni kuhakikisha amani inatawala kwenye soka la Tanzania, hivyo kama bodi itashindwa kusimamia mgogoro huu kwa mafanikio, hatua inayofuata itakuwa ni kushirikisha mamlaka za juu zaidi. Jambo hili likitushinda kabisa, lazima tuihusishe serikali iweze kusaidia, kwa sababu kuhakikisha amani ipo si jukumu letu peke yetu. Kila mmoja anawajibika kuhakikisha utulivu unadumishwa, amesema Mguto. Kauli hii imekuja baada ya bodi ya ligi kuahirisha mechi ya Kariakoo Derby iliyokuwa ipigwe Machi 8, hatua inayoibua utata mkubwa. Klabu ya Yanga tayari imetoa msimamo wake kwa maandishi ikibainisha kuwa haitacheza tena mchezo huo kwa kudai kupewa alama 3. Hali hii imezidi kuzua mjadala mkubwa miongoni mwa wadau wa soka, huku wengi wakisubiri uamuzi wa mwisho wa bodi kuhusu mustakabali wa mechi hiyo, kama itapigwa ama haitopigwa, ama maamuzi yapi ambayo wataweza kuafikiwa mara baada ya hicho ambacho kinachosema kwamba ni kuweza kukaa katika hayo majadiliano. Huko kasi ambako Young Africans wamekwenda, wanasubiri kuweza kutolewa kwa maamuzi yapi ambayo yatakayoendelea. Ila mimi nitakusogezea update zote za kile ambacho kitakuwa kikiendelea huko kasi. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande